Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali unazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Hivi kama naonesha muhimu watu 9. Ngoja. Huyu hayupo. Basi kama kubasha hao 10. Babu tuko kwa yake huyu afya yake mgogoro. Unapoongea lakini unajiona unapoongea. Nani kashaidiwa? Babu. Babu. Ngoja baba. Hebu niambie umepata wapi? Tangu uje hapa sijaona gari nyingine yote imekuja na pikipiki. Zaidi ya gari yako. Kangoa KP 16 kangoa. Babu, kwenye KP 16 kangoa. Hapa ZDQ 944 hii hapa. Ulishaiona hiyo gari yenye namba hizi hapa. Si mmekuiba tayari mmewadia hizo pesa. Hapa na gari nimpe mwenyewe bana. Nikabidhi mwenyewe. Hiyo issue hiyo. Hiyo mtu anakwambia na gari yenyewe unajua kulibiwa na briefcase milioni 50. Sasa kitu kama hicho ndio Onesimo. Na kushangaa kitu kimoja. Kama hicho ulishamwona mwenye akili bangu. Wewe. Ulishamwona mwenye akili bangu. Akawa bangu. Babu matabia karibiana kweli sasa. Domo. Abona aliku hichi kidole ndio kishongoke unanigonga cha nini? Babu. Bila maji nimekunya. Tunalisha wewe. Watu wachache na kinaendelea kabisa Makibwana. Moyomba lugha gani nyinyi? Kwa sababu moyomba vihe. Moyomba lugha gani? Moyomba ya mavi. Bwana wote ni kazi moja, unitajie matumizi sahihi ya hiki kitu zamani kwanza kukumbuka. Hebu ngoja. Sio na mkada Mungu tu unatengeneza jamaa. Naenda kujenga pale. Subiri. Sawa, mwambie. Majibu utapata. Huyu akili zake kama maji ya bahari wewe inakwenda kuchunga. Swali kuiza baadaye. Sasa wewe ukaponza wote wasole matunda. Mbona katikati vizuri? Majani ona. Hii tunafanya kama vile tupo kisupo kijini. Ukikata sana napunguza 200 tu yani. Kipande. Nataka nikushangae jamaa uchukui matunda. Matunda wale kidogo kwa kakabili sio mbaya. Kwanza hena mudula mamilimo kibao hena mukuzia mafeni alafu 200 yoko pota. Ukaoma sana. Mimi mtunza zina. Kwa usuru. Kusale. Zina nani imeshuka leo? 200 jamani. Nyele. Tumekusikia na maana tukikusukuma unaanguka. Tumekusikia na tutalifanyia kazi. Acha bana hizo bana. Chukua matunda bana, Tumeshaona. Si uko pale ndani? Safi. Bana. Design hii ndio design. Hawa ndo na kijiji. Mambo gani hayo? Wanaujua mambo Dada ndio maana unaugua homa nyingi sana zisizokuwa na mpango. Maji mwili. Uli matunda. Sipo tendo hospitali atamwambia kwanza ana faida kubwa sana. Wewe mgonjwa wangu niwe na nasi. Ya leo imekuwa mwanzo na mwisho. Hazidisha sana matunda. Waona goko ndio Kiona bosi wewe. Waona goko safi sana. Hapo mwanangu utauza sana. Kula matunda. Hiyo kama ngapi? Hichi. Sasa hebu wape nao. Nimeamini kelele za chula. Subiri sitakuwa na deni. Kwa sababu jamani nilipofika kanambia tujatenda wema. Kumbe ni matamu. Chukua dada. Lame tugulile. Jetu ile kwa si hapa hivi. Jetu tuliingia pale. Twende hapa.
Zio. Unaenda juu. Mwelekeo bado ndio hata tunaingia mbele kidogo pale. Mbele. Katika eneo kidogo. Panga nyingine. Iya. Sasa bado mapema sana. Tukate miti kwanza. Moto bado. Tukata miti. Tukata miti panga. Panga fungua mwana mfuko wako unafanya. Kwa simenti fanya. Shimo hapa, shimo hapa, shimo hapa. Kwa msingi tu moja tukatu ya gas. Hapa. Ndio ndio sogea hapo ndio ndio. Kile jembe kubwa hili. Tupo porini katika kijiji cha Mfano tukifanya utafiti wa utegaji wa mabanda ya kutegea nyuki. Haya mabanda tunajenga hapa ni baada ya kupata utaalamu wa muda mrefu wa utegaji wa nyuki. Sasa sisi kama wana kijiji cha Mfano tumeona na sisi tuongeze ujuzi kidogo kwa kujenga banda la pembe 4 likiwa lina uwezo wa kubeba mizinga 4 ili tuone kwamba ni jinsi gani mafanikio tutayapata. Kwa hiyo tuko hapa na vijana kama 6 wa kijiji cha Mfano. Jana tulijenga mabanda ya kuweka mzinga mmoja kila kichanja. Leo tunajenga kichanja ambacho kila kichanja kimoja kitakuwa na uwezo wa kubeba mizinga 4. Ikumbukwe kwamba mafanikio yetu katika kijiji hichi tunategemea sana uvunaji wa asali. Na uvunaji wa asali mpaka sasa hivi katika kijiji tumeshapokea mizinga 361 katika mizinga 500 ambayo tunatarajiwa kuipokea. Na katika mizinga 361 mpaka leo jioni tutahakikisha kwamba mizinga yote itakuwa imepanda juu endapo vifaa vyetu vyote vya waya na nta visipokamilika, kwa sababu wenzetu wengine bado wanaendelea na kupanga miti mingine, mabanda mengine
lakini wenzetu upande wa pili wao wanaendelea kupachika mizinga yetu kwenye miti. Upande huu tuliokuwepo sisi tumeamua kupachika mizinga yetu katika kichanja, na kama tulivyosema kwamba kila kichanja kitabeba mizinga 4, na tumekuja hapa katika msitu huu tukija na vitu vyetu vyote, mizinga, nta, viberiti, kwa ajili ya kwamba tunajenga na kutega moja kwa moja ili tukiangalia mafanikio yetu. Kiukweli mazingira yanaonyesha ni mazuri ya uvunaji wa nyuki. Kwa hiyo ndio maana na sisi katika utafiti wetu tumeona hebu tujaribu kutega mabanda ya aina hii, kutokana na miti mingi iliyokuwepo katika msitu wetu ni ile miti ambayo si mizuri kwa kupandwa juu. Tujaribu kumpachika wale wa juu wake. Mirefu mingapi? Mirefu kuliko mbili, mzizi uko mkubwa. Itakaje miwili kwa jembe. Kata kwa hivi. Ukate miwili. Kurejesha chini. Huo na huu bado ni. Nije test na chela. Moja kwa hizi kuingia kwa jembe. 1 2 3. Una babu kama uko chini. Hii utapandisha. Hatujajindilia bado. Ndio. Hiyo juice. Hapo. Ndio short. Asante hapo. Ndio nakufikia bwana. Kuna mmoja wa ziada. Yeye uko. Kali kule. Unaona yalivyopendeza. Kwanza ndio yanapendeza. Tofauti na yale ya 3. Kupenda sio tatizo. Nani? Kwa hiyo msio jasi huko kidogo. Usogeze hivi. Usogeze kidogo. Kwenye kidogo. Hapo. Ya, hapo poa. Hapo funga. Ndio nani yako hiyo? Unatembea kwenda. Ukianguka mimi sikubeba. Utanibeba hapa nimefunga bwana. Zile wewe mmetoka. Hawaji jidai ngedele. Haya, watazamaji, hii ni hatua ya kwanza ya utengenezaji wa mizinga yetu. Hapa ndo tunajiandaa kwa ajili ya kutengeneza chambo. Hatua ya kwanza tumeanza kuandaa jiko letu kwa ajili ya kuchemsha nta. Hatua ya pili, kama unavyomuona huyo mtu mwanakijiji mmoja Kibonge hapo, yeye ndio anafungua mizinga yetu tayari kwa kuanza kuweka chambo katika mizinga yetu na tuanze kuifunga juu. Wakati shughuli hizi zikiwa zinaendelea, wanakijiji wengine wanaendelea kufunga chacha cha pili upande wa pili ukiangalia, ili tu kazi ziende haraka haraka. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza, tunaanza kuwasha moto. Tutakuja hatua ya pili kuanza kuweka chambo cha kwanza, tutakuja kuweka chambo cha pili. Tunachokiona ndio kinawekwa kwenye mzinga, si kwamba linafusiwa nini. Huo unaowekwa ni chambo. Katika mizinga kuna vyambo vinatumika kwa kutumia moshi.
kuna majani ambayo unayawasha, halafu ile harufu yake inapoingia kwenye mzinga, nyuki huwa wanaipendelea sana. Kwa hiyo ni rahisi wao kuingia katika hiyo mizinga. Katika majani hayo yakiwepo majani ya mwembe na mengineyo. Kwa hiyo hicho ni chambo cha kwanza kinachowekwa. Chambo chetu cha kwanza ni huo moshi unaouona unaoingia kwenye hayo mizinga yetu. Ndio chambo hicho. Usione kwamba wanafanya hivi nini, hicho ni chambo kinachowekwa hivyo. Huo moshi kuingia katika hiyo mizinga, chambo ni tayari kwa hatua ya kwanza. Chambo chetu cha kwanza tulikuwa tumetumia moshi kuyafukiza mizinga yetu yote tulikuwa nayo hapa. Lakini chambo cha pili ndio hichi ambacho kinachechemshwa hapa katika sufuria kama unavyoiona na watu wanapuliza moto, ni kwamba hii ni nta. Nta ni chambo cha pili ambacho katika utegaji wa nyuki ni chambo kinachotumiwa sana na wategaji wa nyuki kwa kuvutia nyuki. Wapi walipo ni rahisi wao kuja kama wako katika maeneo ya karibu na kama ile eneo lina nyuki. Sema kuna walimu tulipata hivi vinaitwa viunzi, na kila kama unakuwa na matatizo nta unayo kidogo, unaweza kuweka katika viunzi vitatu vya mwanzoni na mdomoni. Kama nta ya kutosha, unaweza kuweka kwenye viunzi vyote, endelea na kuweza kunasa nyuki kwa haraka zaidi sana. Nilishawahi kuvitumia tangu kupata utaalamu na kuona mafanikio yake. Yapo ndio tumetumia, na tulivyotumia hii njia na tukakamata nyuki kwa haraka zaidi. Natumaini tunaweka hii chambo leo kufikia kesho kutwa lazima tukute mambo mazuri. Ili kwa haraka yote. Sisi kwa vile tuna mbinu nyingi za maisha ya kijijini, tunaweza kutumia magome kutengeneza mizinga. Na miti tulionayo karibu midogo hapa, na tukaweza kufanikiwa kutengeneza mizinga. Ukitumia magome nayo unatumia chambo kama hivi au kuna sehemu njia nyingine ya kutumia chambo? Unaweza kutumia moshi wa majani ya membe, aidha unachukua masega ya nyuki unapaka katika magome, kwa maana ya huo mzinga wa magome unakuwa hauna viunzi. Kwa hiyo unachukua yale masega matoto ya nyuki unapaka katika ile gome, tayari kwa kutega.
Vijana wako wachapa kazi, kuna mvivu wa mchovu, alilia waitisite, usituone mbele yako, vijana wako wachapa kazi, kamnyangarakane mama, kamnyangarakane. Kamnyangarakane mama, kamnyangarakane, vijana wako wachapa kazi, kuna mvivu wa mchovu, alilia waitisite, usituone mbele yako, vijana wako wachapa kazi,